Licha ya serikali kutengeneza mazingira mazuri ya afya ya mama na mtoto katika miundombinu ya hospitali, lakini bado wako wakina mama na wakina dada ambao wanafikia hatua ama uamuzi wa kuwatupa watoto wao wachanga pindi wanapojifungua. Hatua hii inawasikitisha wengi kutokana na kuwa jamii nyingi haijazoea matukio kama haya. Leo katika kijiji cha Sangaiwe hapa katika kata ya Mwada wilayani Babati mkoani Manyara kunaripotiwa tukio la mtoto mchanga anayekadiriwa kuwa na siku 3 kutelekezwa pembezoni mwa bwawa alimaarufu kama bwawa la Tinga hapa katika mpaka wa kijiji cha Magugu na Sangaiwe. Tukio hili limewasikitisha watu wengi, hasa wakazi wa eneo hili, kwa kuwa sio utamaduni wa eneo hili kutupa watoto ama kuwatelekeza. Hapa tumezungumza na baadhi ya wananchi ambao wameguswa na tukio hili, huku akililaani na kuliomba jeshi la polisi na mamlaka mbalimbali za serikali kuchukua hatua na kufanya uchunguzi wa kina ili kubaini kwa aliyefanya tukio hilo. Kwa majina naitwa Rose Akulini Shirima. Mimi nalaani sana kitendo hichi, maana baada ya kufika mahali pale nilimkuta mtoto hali aliyokuwa nayo ni ameharibika, lakini nilisikia machungu sana na maumivu sana nikiangalia mimi nina watoto. Nilitamani yule mtoto angekuwa hai. Ila nalaani kitendo hichi, na pia natoa onyo kwa vijana, haswa kwa vijana, maana vijana wetu ndio wamekuwa sababu ya kuwabebesha mabinti mimba na kuwatelekeza. Na binti anapotelekezwa, akija upande wa pili, wazazi wanakuwa wakali. Wazazi wanapokuwa wakali, binti anachukua hatua yoyote ile pasipo kuwashirikisha wazazi. Ninalaani sana kitendo hichi. Napenda kuwaasa vijana waache tabia zao za kuwabebesha mabinti mimba na kuwakataa. Kama kijana ameamua kuoa, aoe mbele ya usimamizi wa wazazi wake, na wazazi wamjue kwamba ana binti ambaye amempenda na anamuoa. Na pia mabinti wanapokuwa wajawazito wasifiche kwa wazazi wao. Pengine hata mzazi hajui kama mtoto ana mimba, pengine labda ameenda sehemu akakaa, maisha yamemshinda, ndipo akafanya tukio kama hili. Mimi binafsi nimeumia sana na laani kitendo hichi. Siangali awe ni mama, awe ni binti. Naomba Mungu ampe adhabu atakayoipanga yeye, maana sisi ni wanadamu, lakini Mungu yuko zaidi. Ule mwili umekutwa pembezoni mwa bwawa. Tumezoea kuliita sisi bwawa la Tinga. Kwenye mabwawa ambayo wafugaji wengi ndio wanapenda kwenda kunywesha mifugo yao. Na hata hivyo aliyegundua kwamba kuna kitu pale kwenye ule mfuko ni mfugaji ambaye alikuwa amekwenda kunywesha ng'ombe zake. Baada ya kufika pale aliona ng'ombe wanapita na kunusanusa ule mfuko. Aliposogea, alipofungua ndo akakuta kuna mwili wa mtoto. Kwa jina naitwa Neema Benson. Yule dada ambaye amemtupa mtoto, amembeba kabisa tumboni miezi 9, ameumwa uchungu. Yule dada alaaniwe kabisa na Mwenyezi Mungu. Na maisha yake yote atabaki tu alama ya mshangao. Hivi kadiri mwaka unavyozidi kwenda, umebeba mtoto miezi 9. Kadiri mwaka unavyozidi kwenda unakuwa unasema huyu mtoto wangu jamani angekuwa amefika umri fulani hivi. Mtoto wangu amefika umri fulani hivi. Kwa huyo mwanaume naye au yule kijana ambaye amejua kabisa amempa yule dada ujauzito, ajitafakari, kwa sababu sasa hivi nyie hapa ni waandishi wa habari. Mnachukua vitu mnaenda kurusha mitandaoni, wataangalia kwenye taarifa ya habari saa 2. Ajiulize yule dada aliyompa ujauzito mtoto kampeleka wapi? Au yule mama mtoto wake ajiulize, binti yangu ilikuwa ni mjamzito. Yaani sasa hivi hapa tunalaani hilo tendo kwa hao wanawake wenzetu hapa, au wengine ni wa mama zetu. Sisi ni mabinti zetu, sisi ambaye mimi naongea hapa ni mtoto mdogo sana. Tunalaani hicho kitendo. Mimi ni mwanamke, ni mama mwenye watoto 4. Unaumwa kabisa uchungu, unaenda kujifungua leba, unaenda kumtupa mtoto, unamweka kwenye mfuko wa mambo poa. Yaani hiyo sio haki kabisa. Kwa majina kwanza naitwa Rogers Thomas, ni mwenyekiti wa kitongoji cha Gembo, kijiji cha Sangaiwe. Kwanza kabisa hili tukio la kusikitisha. Na ni tukio la mara kwanza kutokea katika kitongoji hiki na kijiji cha Sangaiwe. Kwa hiyo mimi mwenyekiti wa kitongoji, kwanza ninaomba wakina mama pia na wa baba ambao labda wenye tabia kama hizo, ambao wao kama wao inawezekana mama labda amepitia maisha labda magumu
au changamoto ngumu za kimaisha, labda na yeye kama yeye akaona kwamba sasa ngoja nifanye ile tukio la kwenda kumtupa mtoto kwenye bwawa au pembeni ya bwawa, akaona ndo suluhisho. Sasa mimi kama mwenyekiti wa kitongoji kwa niaba ya serikali ya kijiji cha Sangaiwe, ninaomba kina mama au kina baba wenye tabia kama hizo, basi naomba waache na ili tukio likome kabisa.